Karibu katika taarifa hii ya asubuhi ya leo. Tunakuletea mfululizo wa habari muhimu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ukanda wa maziwa makuu. Katika habari kuu, Marekani imewawekea vikwazo viongozi wawili wa makundi ya M23 na FDLR kwa madai ya kuhusika katika kuyumbisha usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo, mahakama kuu ya kijeshi ya DRC inajiandaa kuanza kesi kubwa inayowahusisha majenerali kadhaa wa zamani wa jeshi pamoja na maafisa waandamizi wa serikali wanaokabiliwa na tuhuma nzito zikiwemo uhai na kula njama dhidi ya taifa. Na katika maendeleo ya kijeshi huko Kivu Kaskazini, eneo la Buimba katika wilaya Walikale imeripotiwa kurejea chini ya udhibiti wa FARDC na washirika wake wa wazalendo katika eneo hilo. Hizo ni baadhi ya habari kuu tulizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi kwa taarifa kamili na zingine muhimu za kimataifa. Karibu. Katika maendeleo mapya ya hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo la Buimba katika eneo la Walikale imeripotiwa kurejea chini ya udhibiti wa jeshi la serikali FARDC pamoja na vikosi wa shirika vinavyounga mkono operations za serikali. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya usalama na viongozi wa eneo hilo, vikosi vya serikali vilifanya operations zilizowezesha kurejesha udhibiti wa eneo hilo baada ya kipindi cha mvutano wa kijeshi uliokuwa ukiendelea kati ya jeshi la serikali na makundi yenye silaha yanayofanya shughuli zake katika sehemu mbalimbali Kivu Kaskazini. Eneo la Buimba linatajwa kuwa muhimu mkubwa wa kimkakati kutokana na nafasi yake katika mawasiliano na harakati ya kijeshi ndani ya wilaya ya Walikale. Kurejeshwa kwa eneo hilo chini wa usimamizi wa FARDC kunachukuliwa kama hatua muhimu katika juhudi za serikali za kuimarisha usalama na kurejesha mamlaka za dola katika maeneo yaliyokuwa yakikabiliwa na vitisho vya makundi ya waasi. Mashuhuda kutoka eneo hilo wanasema kuwa baada ya vikosi vya serikali kuingia Buimba, hali ya utulivu ilianza kurejea taratibu, huku baadhi ya wananchi waliokuwa wamekimbia makazi yao wakianza kufikiria kurejea nyumbani kwao. Hata hivyo, bado kuna tahadhari kubwa kutokana na uwezekano wa makundi yenye silaha kujaribu kufanya mashambulizi mapya katika eneo jirani. Wataalamu wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa mafanikio ya kijeshi katika moja pekee hayatoshi kumaliza kabisa changamoto za kiusalama katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Wanasema kuwa ni muhimu kuendelea na operations za kulinda maeneo yaliyorejeshwa ili kuzuia uasi kurejea tena. Kwa upande wao, wananchi wa Walikale wanaendelea kuomba serikali kuimarisha ulinzi, kufungua tena njia za mawasiliano na kuhakikisha huduma za msingi zinapatikana kwa watu waliokumbwa na athari za mapigano. Mashirika ya kibinadamu nayo yanaendelea kufuatilia hali ya wakazi waliolazimika kukimbia makazi yao kutokana na machafuko hayo. Wakati huo, mamlaka ya kijeshi hazijaeleza kwa kina idadi ya wanajeshi au vifaa vilivyotumika katika operation hiyo, lakini zimesitiza kuwa juhudi za kurejesha amani, usalama katika eneo yote mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zitaendelea hadi makundi yote yenye silaha yatakapodhibitiwa. Kurejeshwa kwa Buimba chini ya udhibiti wa FARDC na washirika wake kunatoa matumaini mapya kwa wakazi wa Walikale ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakikabiliwa na changamoto za vita, ukosefu wa usalama na athari za mapigano zinazotokana na migogoro yenye silaha. Tubaki mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako serikali ya Marekani imechukua hatua mpya za kuongeza shinikizo dhidi ya makundi yenye silaha yanayopendelea kuchangia machafuko huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kupitia idara ya hazina ya Marekani, viongozi wawili wa makundi ya M23 na FDLR wamewekewa vikwazo kwa madai ya kuhusika katika vitendo vinavyohatarisha usalama na utulivu katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mamlaka za Marekani, kiongozi mmoja wa ujasusi wa kundi la M23 pamoja na kamanda wa operation maalum wa kundi la FDLR wameorodheshwa katika vikwazo hivyo. Marekani inawashtumu viongozi au kwa kushiriki katika shughuli zinazochochea migogoro na kuendeleza hali ya ukosefu wa usalama katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, ina maana kwamba mali zote walizonazo chini ya
mamlaka ya Marekani zitafungwa, huku raia na taasisi za Marekani zikizuiwa kufanya biashara au miamala yoyote ya watu wao. Marekani inaeleza kuwa uamuzi huo ni sehemu ya juhudi za kimataifa za kuunga mkono mchakato wa amani na utekelezaji wa makubaliano yanayolenga kumaliza mapigano katika eneo la Maziwa Makuu. Washington pia inaendelea kuitaka serikali ya Kongo kuchukua hatua dhidi ya makundi ya FDLR, huku ikiitaka Rwanda kusitisha msaada wowote kwa makundi ya waasi kama M23 na kuondoa wanajeshi wake katika ardhi ya Kongo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaamini kuwa vikwazo hivyo vinaweza kuongeza presha kwa viongozi wa makundi yenye silaha, ingawa bado kuna maswali kuhusu uwezo wake wa kuleta mabadiliko ya haraka katika hali ya usalama inayozidi kuwa mbaya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua za kimataifa za kuimarisha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaendelea kuchukuliwa, huku Marekani ikitangaza vikwazo vipya dhidi ya viongozi wa makundi yenye silaha yanayoendesha shughuli zao katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na idara ya hazina ya Marekani siku ya Jumanne, vikwazo hivyo vimelenga John Imani Nzenze, mkuu wa idara ya ujasusi wa waasi wa M23. Nzenze anatajwa kuwa mmoja wa viongozi muhimu ndani ya harakati hiyo na mshirika wa karibu wa kiongozi wa kijeshi wa M23 Sultani Makenga. Taarifa zinaeleza kuwa John Imani Nzenze amekuwa na nafasi kubwa katika operation mbalimbali ya kijeshi za M23 tangu kipindi cha uasi wa kwanza mwaka wa 2012 hadi mwaka wa 2013. Wakati huo alihusishwa na uratibu wa maandalizi dhidi ya jeshi la serikali FARDC. Mbali na kiongozi huyo wa M23, Marekani pia imemtia kwenye orodha ya vikwazo Gustave Kubwayo anayejulikana kwa jina la Colonel Sirkov. Kiongozi huyo anadaiwa kusimamia shughuli maalum za kijeshi pamoja na ujasusi ndani ya kundi la FDLR katika eneo la Nyiragongo mkoani Kivu Kaskazini. Kupitia hatua hiyo, serikali ya Marekani imesitiza dhamira yake ya kuunga mkono juhudi za kurejesha amani na usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri wa hazina wa Marekani Scott Bessent amesema kuwa msimamo wa Washington unaendana na makubaliano yaliyofikiwa tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2025 ambayo yanataka serikali ya Kongo kuchukua hatua za kuzoofisha kundi la FDLR, huku Rwanda ikitakiwa kuondoa wanajeshi wake katika ardhi ya Kongo na kusitisha msaada wowote kwa waasi wa AFC M23. Kutokana na vikwazo hivyo, mali zote za kifedha zinazomilikiwa na viongozi au wawili ndani ya mamlaka ya Marekani zimefungiwa. Raia na taasisi za Marekani zimezuiwa kufanya biashara au miamala yoyote inayohusiana nao. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaona kuwa hatua hiyo kama sehemu ya shinikizo ya kimataifa inayolenga kuwalazimisha wahusika wa mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuheshimu makubaliano ya amani na kuchukua vitendo vinavyochochea ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Hata hivyo, bado haijafahamika iwapo vikwazo hivyo vitakuwa na athari za haraka katika mwelekeo wa mapigano yanayoendelea kati ya waasi wa M23, makundi yenye silaha na serikali ya Kongo. Baada ya kusikiliza taarifa zetu mbalimbali toka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi achani kuingia moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Dunia yetu leo mchana. Taarifa ya habari imesomwa na Bruce Amani. Asante sana. Yale utakayosikia mchana leo: wanafunzi 16 wauawa katika tukio la moto kwenye bweni la shule ya wasichana ya utumishi nchini Kenya. Uganda yatangaza kufunga mipaka yake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na ugonjwa wa Ebola, na Iran yalaani kile inachokiita uvunjwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano baada ya Marekani kushambulia mji wa bandari wa Bandar Abbas.
Kumbuka tunapatikana mubashara kupitia mitandao yetu ya DW Kiswahili, Facebook na YouTube, pamoja na tovuti yetu dw.com/Kiswahili na redio wa shirika mbalimbali. Lakini kutanguliza yote ni kwamba Uganda imetangaza kufunga mipaka yake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huu ukiwa mwitikio kwa hali inayoelezwa kuzidi kuzorota kuhusiana na mlipuko wa ugonjwa hatari wa Ebola katika nchi hiyo jirani yake kwa upande wa magharibi. Aidha, mamlaka za Uganda zimepiga marufuku mikusanyiko yoyote isiyo rasmi kama vile matamasha na sherehe za mashabiki wa soka, ambapo ni vigumu kuwakagua watu hali zao za afya. Lubega Emmanuel na maelezo zaidi. Ijapokuwa Wizara ya Afya ya Uganda inataja kuwa idadi ya walioambukizwa na Ebola nchini humo ni watu 7 ambapo mmoja alifariki, wameamua kuchukua tahadhari zaidi kufuatia taarifa kwamba mlipuko wa ugonjwa huu unasambaa kwa kasi katika nchi jirani ya Kongo. Ni kwa ajili hii ndipo agizo limetolewa mipaka kati ya nchi hizo ifungwe kwa muda na kuruhusu tu kusafirishwa kwa misaada ya chakula na dawa pamoja na timu za wafanyakazi wa afya kutoka pande zote mbili ambao wanashughulikia kudhibitiwa kwa Ebola. Kaimu waziri wa afya Diana Twine amefafanua kwamba hii ni kwa sababu pia watu kwenye sehemu za mipakani wameendelea kupuuza maagizo na ushauri wa kuepusha ugonjwa huo. Alisema hivi kwenye kikao cha waandishi habari alichoitisha kwa dharura. Uganda is temporarily closing the border with the Democratic Republic of Congo with immediate effect. Uganda inafunga kwa muda mpaka wake kati yake na Kongo kuanzia sasa hivi ili kuepusha hatari ya kuenea kwa Ebola ndani ya Uganda. Of the spread of Ebola into Uganda. Kwa wale ambao watataka kuja Uganda kwa hali ya dharura, hata kama ni kwa safari za ndege, wizara itawataka kukaa katika karantini kwa muda wa siku 21, na wasipoonyesha ishara za ugonjwa huo, basi wataachiwa kuendelea na shughuli zao. Hata hivyo, mamlaka za afya zimesisitiza kuwa wanafunzi wa shule za bweni zilizoko mipakani wanaotokea Kongo watafuatiliwa pia kwa muda huo wa siku 21 na wasimamizi wa shule, wakiwapima hali joto na pia kuona kama wana dalili zozote za ugonjwa huo, kwani pale mtu anapoanza kuonyesha dalili ndipo kuna hatari zaidi ya yeye kuambukiza wengine. Sheikh Idrisa Wanje ambaye ni mkazi wa Bunagana, mji wa mpakani kusini magharibi mwa Uganda, anaelezea jinsi wanavyoathirika kutokana na hatua hii ya kufunga mipaka. Mpaka ukifungwa hali na kuwa ni nzito kiasi kikubwa, kwa sababu mfumo wa biashara moja kwa moja unaharibika. Kuna watoto wa shule, wanafunzi wanatoka upande wa pili wa Kongo wanakuja kusoma Uganda. Kwa hali ya mpakani kufungwa imewatatiza, hawezi kuja kusoma. Kaimu waziri aidha amefafanua kuwa watu 300 wanafuatiliwa kwa sasa kuhakikisha kwamba hawakuambukizwa Ebola, na wengi wao ni wafanyakazi wa afya waliotangamana na waathirika hao 7. Wizara aidha imeagiza vyombo vya habari kutoa taarifa na elimu ya afya kila mara kwenye idhaa zao kuhusu ugonjwa huo hatari na njia za kuepuka kuambukizwa. Wakati huo, ofisi ya shirika la Umoja Mataifa Uganda imetoa mwito kwa mchango wa dola milioni 15 ili kusaidia katika kudhibiti ugonjwa huo. Fedha hizo zitatumiwa kuwapa matibabu wagonjwa na pia kuendesha uhamasishaji miongoni mwa jamii mbalimbali kuhusu hatari za ugonjwa wa Ebola na pia njia za kupambana nao. Aidha, shughuli za matamasha na sherehe zisizo rasmi pia zimefungiwa nchini Uganda. Asante sana Lubega Emmanuel kwa ripoti hiyo. Iran imelani kile inachokiita uvunjaji wa makubaliano kusitisha mapigano baada ya Marekani kushambulia mji wa bandari wa Bandar Abbas, ikiapa kuchukua hatua za kulipiza kisasi, na huku ikielezea mshikamano wake na Oman baada ya Rais Donald Trump kutishia kuripua nchi hiyo ya Ghuba. Mohamed Khelef na mengi zaidi kuhusu vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran ambavyo hii leo vimetimia miezi 3 tangu vianze. Msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni ya Iran, Ismail Bakai, amesema nchi yake itachukua hatua zote muhimu kulinda mamlaka yake baada ya mashambulizi hayo kwenye mji huo wa kusini wa jamhuri hiyo ya Kiislamu. Bakai amezungumzia pia kitisho cha Rais Trump wa Marekani dhidi ya Oman kwamba Washington itaishambulia vikali nchi hiyo ikiwa itashirikiana na Iran kwenye udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Msemaji huyo amesisitiza msimamo wa nchi yake kuiunga mkono Oman, na hapa namnukuu: "Tunalaani vikali tabia ya vitisho kutoka kwa maafisa wa serikali ya Marekani dhidi yetu na mataifa mengine kwenye ukanda wetu huu." Mwisho wa kumnukuu. Mlango bahari wa Hormuz unamilikiwa kwa pamoja kati ya Muscat na Tehran na umegeuka kuwa kete kubwa ya kijiografia mikononi mwa Iran inapokabiliana na mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi yake. Oman ambayo ilipambanua miongoni mwa mataifa ya Ghuba kutokuegemea upande wote wa mzozo huo hadi miezi 3 iliyopita ilikuwa ndio mpatanishi mkuu kati ya Tehran na Washington, lakini imeonekana kuvunjwa moyo na hatua za Marekani kuanzisha vita muda mchache tu baada ya kufanikisha kufikia makubaliano wiki ya mwisho ya mwezi wa Februari.
Hayo yakijiri, Kuwait imesema imeshambuliwa kwa makombora na droni hivi leo, ingawa haikutaja ni maeneo gani mahsusi yaliyolengwa. Kauli ya Kuwait ilithibitishwa masaa kadhaa baadaye na jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran, ambayo lilinukuliwa shirika la habari la serikali IRNA likisema lilifanya mashambulizi kulenga vituo na maeneo ya kijeshi ya Marekani kwenye ukanda huo, ambayo yalitumika kufanya hujuma dhidi ya Iran. Nalo pia halikutaja liliposhambulia. Kuwait, ambayo ni mshirika mkubwa wa Marekani, imekuwa ikishambuliwa mara kwa mara na Iran na wanamgambo wa Iraq tangu vita vianze, kutokana na kuruhusu ardhi yake kutumika kuishambulia Teheran. Siku ya Jumatatu, Marekani idai kufanya mashambulizi ya kujilinda dhidi ya maeneo ya kurushia makombora na mashua za kutegesha mabomu kusini mwa Iran. Na jioni ya jana Jumatano, maafisa wake walisema mashambulizi zaidi yalifanyika ndani ya Iran, yakizidungua droni 4 kwenye mlango bahari wa Hormuz na pia ukishambulia kituo cha kurushia droni huko Bandar Abbas. Mashambulizi haya ya kuviziana yanakuja wakati eneo la Mashariki ya Kati likiwa kwenye kilele cha kurudi tena kwenye vita kamili, licha Rais Trump kutangaza imani yake kwamba utawala wake unapiga hatua kubwa kuelekea makubaliano ya kukomesha vita dhidi ya Iran. DW tunavuma kwa kishindo. Bila shaka tunavuma kwa kishindo. Na pia katika tovuti yetu ya dw.com/Kiswahili tuna taarifa mubashara za matukio hivi punde ya mzozo huo wa Iran na kila anapotokea. Kwa hivyo zidi kufuatilia kutambua kwa wakati kinachoendelea katika eneo hilo. Na tunapozidi kusonga mbele ni kwamba moto katika bweni la shule ya utumishi Girls Academy nchini Kenya asubuhi ya leo umeua wanafunzi 16 huku wengine 79 wakijeruhiwa. Viongozi mbalimbali wa kitaifa pamoja na wazazi na wanafunzi wamefika shuleni humo kutathmini hali ilivyo. Wakiombogo anaarifu zaidi. Waziri wa elimu Migos Ogamba amethibitisha kuwa wanafunzi 16 wamefariki kutokana na moto uliozuka majira ya saa 7 kasoro robo alfajiri katika bweni ambalo lilikuwa na takriban wanafunzi 220 waliokuwa wamelala. At the time of the incident, wanafunzi 808 walikuwa shuleni wakati wa mkasa huo. Kati yao 79 walijeruhiwa na kupelekwa hospitalini. Walitibiwa na wanafunzi 71 wameruhusiwa kurejea nyumbani. Tuna wanafunzi 16 waliofariki dunia na utambulisho wao utawekwa wazi baada ya taratibu kukamilika. Identified. Juhudi za pamoja za vikosi vya zimamoto kutoka jeshi la Kenya, huduma za misitu, serikali ya kaunti ya Nakuru, shirika la Msalaba Mwekundu pamoja na taasisi nyingine zilifanikiwa kuudhibiti moto huo kufikia saa 9 alfajiri. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ameeleza wasiwasi kuhusu namna taarifa hiyo ilivyotolewa kwa umma, akisema wangependelea kwanza kushughulikia utambulisho wa wanafunzi waliofariki kabla ya taarifa kusambazwa. Kama viongozi hapa tulijadiliana sana kwa muda mrefu kama tutaweza kusema saa hizi kweli wangapi wamefariki ama hapana, lakini tulipoona habari ambayo mmepeperusha tayari kwa nchi nzima, tukaona tu ni kwamba ni afadhali tuseme wale ambao wamefariki. Hali hiyo imezua taharuki miongoni mwa wazazi walioanza kufika shuleni humo kuanzia saa 10 alfajiri wakitaka kuthibitisha iwapo watoto wao wako salama au la. Kwa sasa shule hiyo inaendelea na mchakato wa kuwafikia wazazi wote, kuwaachilia wanafunzi warejee nyumbani pamoja na wazazi wao na kuwapatia ushauri nasaha. Chanzo cha moto huo bado hakijabainika, lakini maafisa wa usalama wamesema uchunguzi umeanzishwa. Kenya imekuwa na matukio mengi ya moto katika shule za bweni kwa miaka ya hivi karibuni. Mwaka 2024, moto uliua wavulana 21 baada ya bweni kuteketea katika shule ya Hillside Endarasha Academy katika kaunti ya Nyeri. Wakiombogo, DW, Nakuru. Asante sana Wakiombogo kwa ripoti hiyo. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema Marekani imeondoa na diplomasia wake nchini Ukraine baada ya Urusi kuwaonya wajumbe wa kimataifa kuondoka Kiev kabla ya wimbi jipya la mashambulizi ya anga kwenye mji huo mkuu. Grace Kabogo anaarifu zaidi kuhusu mzozo unaoendelea kati ya Ukraine na Urusi. Akizungumza leo na waandishi habari mjini Limassol nchini Cyprus kabla ya kuongoza mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya, Kallas amesema inachokifanya Urusi ni kusababisha hofu katika jamii. What we heard from Ukraine yesterday. Pia taarifa tulizozipata jana kutoka Ukraine ni kwamba balozi zote zimebaki isipokuwa moja. Kwa hiyo hilo pia linahitaji ujasiri kutoka kwenye balozi hizo. Lakini ndiyo, balozi zote za Ulaya zimebakia Kiev. Marekani imeondoka. So all the European states, America left.
Dmytro Litvini, mshauri wa masuala ya mawasiliano wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, amewaambia waandishi habari kwamba Ukraine imepata taarifa baadhi ya wanadiplomasia wa Marekani wameondoka Kiev. Litvini aliongeza kusema kuwa Ukraine inazishukuru balozi zote zinazofanya kazi Kiev na kuiunga mkono Ukraine. Hata hivyo, ubalozi wa Marekani mjini Kiev umesema bado uko wazi siku chache baada ya Urusi kuwataka raia wa kigeni na wanadiplomasia kuondoka katika mji huo kabla ya mashambulizi hayo yaliyopangwa. Kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X, ubalozi wa Marekani umeandika kuwa ofisi hazijafungwa, hakuna mabadiliko yoyote katika uendeshaji wa shughuli zao na kwamba taarifa nyingine zozote tofauti na hizo ni za uongo. Mataifa kadhaa ya Ulaya yaliwaita mabalozi wa Urusi wanaowakilisha katika nchi zao baada ya Moscow kutoa vitisho hivyo. Aidha, nchi nyingi za Umoja wa Ulaya zimesema hadharani kwamba hazitafunga balozi zake, zikivielezea vitisho vya Urusi dhidi ya wanadiplomasia kama visivyo halali. Katika hatua nyingine, Umoja wa Ulaya umesema haupangi kwa sasa kumteua mwakilishi mkuu kwa ajili ya mazungumzo ya amani kati ya Ukraine na Urusi. Maafisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Ulaya pamoja na wanadiplomasia wamesema leo kuwa Kallas na nchi kadhaa muhimu ikiwemo Ujerumani hazioni hatua hiyo kuwa muhimu kwa wakati huu. Wakati huo huo, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ameonya leo kuhusu kuongezeka kwa mzozo wa Urusi na Ukraine kutokana na vitisho vya Moscow. Turk ametoa wito kwa pande hizo mbili kujizuia na kurejea katika meza ya mazungumzo pamoja na kukomesha mateso kwa raia. Amebainisha kuwa idadi ya raia waliouawa katika miezi 4 ya kwanza ya mwaka 2026 ilikuwa 21%, zaidi ya kipindi kama hicho kwa mwaka uliopita wa 2025. Huku hayo yakijiri, Rais Zelensky leo atakutana na Waziri Mkuu wa Sweden Ulf Kristersson mjini Stockholm, ambako serikali ya nchi hiyo itatangaza mkataba wa kuipatia Ukraine ndege za kivita. Mwaka uliopita, Kristersson na Zelensky walisaini makubaliano ya Sweden kuiuzia Ukraine hadi ndege 150 za kivita aina ya Saab Gripen. Naye waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema leo kwamba matamshi ya Kallas kuhusu hitaji la kupunguza vikosi vya kijeshi vya Urusi yalikuwa ya kipuuzi. Asante sana Grace Kabogo. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha tuende kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaendelea kuchagua Kongo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Niana mazungumzo yetu ya kila siku ni kuhakikisha tunakuletea habari sahihi tena za kuaminika tena kwa muda mwafaka. Basi tukutane katika taarifa zetu za habari za mchana. Asante.